Mambo vipi mtazamaji wa Mtanange TV? Karibu tuendelee kuizungumza michezo kwa kubwa zaidi. Kubwa zaidi ni leo ni tarehe 24 kuielekea tarehe 25 ya Kariakoo Derby. Ilikuwa ni vuta ni kuvute, siku zimeenda, siku zimeyoyoma, hatimaye leo ni tarehe 24 na hapo kesho ni tarehe 25. Langu jina ni Salome Naftari, nyuma ya kamera ni Kenny Junior. Kubwa zaidi, kuna jambo ambalo limeibuka kuelekea Kariakoo Derby, ni waamuzi wa mchezo ambao wamewekwa hadharani hapo jana. Hawatoki Tanzania bali wanatoka Misri. Kumekuwa na maoni ya wadau mbalimbali, kila mmoja akizungumza la kwake. Wapo ambao wanaamini ni jambo jema, lakini wapo ambao wanaamini kwamba sio sahihi. Wapo pia ambao wameibuka na kuuliza kanuni zinasemaje kwenye ligi kuu soka Tanzania bara kuleta wachezaji waamuzi kutoka nje ya mipaka Tanzania. Tuko hapa na Mikoi Kisugu na yeye tuzungumze naye kuelekea huu mchezo, lakini kubwa zaidi hili la waamuzi, maoni yake kwenye hili yeye ni yapi? Brother Kisugu, habari za leo? Salama, namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama, niko na afya njema. Pole na majukumu yako. Alhamdulillah rabbil alamin, Mwenyezi Mungu anaendelea kutenda. Na leo nichukue fursa hii kukupa maua yako. Licha ya kwamba tunakusumbua sana, lakini bado uko sambamba na sisi kutusupport. Kwa sababu unajua umuhimu wa waandishi wa habari kwa namna ambao wao wanatakiwa wapeleke taarifa habari kwa watu. Na wanakuja kuchukua kwa watu, wanazipeleka pia kwa watu. Kwa hiyo na mimi moja majukumu yangu kwa namna ambavyo nimekubali kusimama katika hiyo slogan la kwamba lazima nisimamie katika hilo, kwamba ninachokiulizwa kile ambacho ninachokijua na mimi ili niweze kukizungumza, watu ambao wao hawakijui pia nayo wakijue kupitia kwangu. Kwa hiyo ndio maana nimekuwa mtu mmoja ambaye natoa ushirikiano mkubwa kwa waandishi wa habari. Kwa hiyo nami niwapongeze kwa sababu ujio wenu na kisha kwamba Kisugu ana kitu lazima tumuone na hiyo iweze kuzungumza na Watanzania, hususan watazamaji wa Mtanange TV, ili kuona namna ambavyo wanapata mawili matatu kutoka kwangu. Asante. Kubwa zaidi, tumezungumza mengi sana kuelekea hii Kariakoo Derby kukiwa na sintofahamu nyingi za kutosha, lakini kuna kitu kimeibuka kikubwa sana. Hapo jana waamuzi wa mchezo wamewekwa hadharani na ni waamuzi kutoka Misri. Kila mmoja amekuwa na maoni yake. Tuanze na kwako, mara baada kuiona hii taarifa, kitu gani hasa ama ulipokeaje hii taarifa? Kwanza taarifa nimepokea vizuri, lakini taarifa nimepokea kwa namna mbili. Moja, kuona namna ambavyo bodi ya ligi kwa kupitia TFF wanakuja kutoa malalamiko ya waamuzi, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakitoa malalamiko sana kuhusu waamuzi, wengine wakawabadilisha wakaita kwamba waamuzi wa bahasha, kila mmoja akazungumza ya kwake. Lakini kwa sababu TFF wanaelekea kwenye mchezo mkubwa, wakaona kwamba huu mchezo ni taswira ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huu mchezo ndio unakwenda kutangaza ligi yetu katika ubora wetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wao wakaona namna ambavyo wanaweza wakafanya kuleta waamuzi ili zile sitofahamu za waamuzi ziweze kufanyaje, ziweze kupotea, hususan kuelekea katika mchezo mkubwa katika. Lakini kitu cha pili, katika huu mchezo tumekuja kugundua kwamba nani watu wa mpira, nani si watu wa mpira. Na moja nimekuja kugundua, ndugu yangu mmoja anaitwa Hans Raphael. Mimi namjua Hans. Okay. Ameonyesha kwamba si mkomavu kwenye football. Ameonyesha ni mtu ambaye anakurupuka kwenye mpira. Na huyu Hans moja, mimi ni ndugu yangu, namfurahia sana. Lakini ninamshauri ende kwenye taaluma yake, achana na mambo ya mpira, yafahamu. Moja, nilikuwa nimepitia kwenye waraka wake. Hans anahoji kanuni ipi iliyotumika. Kanuni kwa mujibu wa sheria, tunaweza tukasema sheria, lakini ni sheria ndogo ndogo ambazo zilizotengenezwa kutoka kwenye katiba. Maana yake ili uweze kuipata kanuni lazima uanze kwenye katiba. Ukianza kwenye katiba, baadaye ndio unakuja kuchelewesha kutengeneza nini? Kanuni. Mwambie akasome kanuni ya 75, sheria ya 75 ya katiba. Unaweza kumkumbusha. Ukisoma ile 75 inaenda kuwapa mamlaka kamati ya utendaji. Simuelewa vizuri? Kwa hiyo unapokwenda kuzungumzia kwamba unakwenda kumpa mtu mamlaka, maana yake anakwenda kufanya maamuzi katika kile kitu ambacho yeye anakiona kina haki na kina stahili kwenda kufanya maamuzi. Kamati ile ukisema sheria namba 75 pia imekwenda kutoa mamlaka kwa kamati ya utendaji kwenda kufanya marekebisho kwa muda wote na wakati wote. Kwa hiyo kama katiba imewapa mamlaka
Wewe nani unakuja kukataza wewe mamlaka sifanye eti kwa sababu unahoji kanuni ipi iliyotumika? Nendeni mwambie Hans, katiba imetumika sheria namba 75. Mwambie inawapa mamlaka. Lakini kilichonifurahisha waliokuwa wanamshabikia sasa leo watajua tunamshabikia mtu ambaye hajui. Hivyo unaamini kwamba TFF wanaweza kukurupuka au bodi ya ligi wakaleta tu waamuzi pasipokuwa kuona namna ambavyo kuna sheria inatupa mamlaka hayo ya kwenda kufanya hayo maamuzi? Hawa ndio walikuwa wanakaa, hawa wanaita waamuzi wa bahasha, hawa sio hawa wenyewe. Leo kilichobadilisha nini? Niliwahi kusema na nitaendelea kusema, kiko kikundi cha watu wachache, mmoja akashaanza kujitokeza, ndio huyu. Yeye mambo yote ya mafanikio anapinga. Leo anahoji kanuni. Sasa sio kanuni, mwambieni sheria, akasome nambari 75 katiba ya chama cha mpira wa miguu Tanzania TFF. Imewapa mamlaka gani kamati ya utendaji hiyo ya maamuzi katika mpira wa nchi kuamua hivi? Umezungumza, umesema hili umelipokea kwa sehemu mbili, na hii imetupa taswira ya kwamba bado Tanzania hatuna waamuzi sahihi wa kuamua michezo hiyo. Tuna waamuzi ambao wamepata option ya kwenda kuchezesha mpaka mashindano makubwa kwenye bara la Afrika, mashindano ya AFCON. Wametoka kina Rajiga. Lakini kujifunza sio dhambi. Na haya ya kwanza Tanzania tu. Tunachokiamini kwenye nchi ambazo zilizoendelea kwenye bara la Afrika ambao hatuwezi kukompiti nao kwenye football, wanafanya haya. Ligi namba 1 kwa ubora visasa bara la Afrika ni ipi? Unazungumzia Misri. Wa Misri dabi zao wanachezesha nani? Waamuzi kutoka nje. Na juzi kati ilileta mzozo, mtu akakupokonywa point mezani kwa sababu tu amekwenda kuwakataa waamuzi kutoka nje. Ndivyo sivyo? Na yule mtu ambaye yeye aliwakataa waamuzi kutoka nje ameshawahi kuchezeshwa na waamuzi kutoka nje. Yule alichokataa sio waamuzi, interest kwenda kuchezea katika uwanja mtu mwingine dabi ndio alikataa. Si nimeeleweka vizuri? Kwa hiyo dabi za Misri si mara ya kwanza wala si mara ya pili. Leo kama tunakubali ligi namba 1 kwa ubora kwenye bara la Afrika, kuna muda wanapokwenda kwenye mechi za dabi wanaamua kwamba tunakwenda kuchukua waamuzi kutoka nje. Why sisi ligi yetu ya 4 kwa ubora katika bara la Afrika? Leo mimi naamini nisichukulie vibaya, nakiri kwamba tuna waamuzi bora, lakini wenzetu wa Misri wana waamuzi bora zaidi. Lakini kwa sababu wao wana bora zaidi, lakini mbona kuna muda mwingine wanaamua kwenda kuchukua wengine? Watu wache. Na ndio nimkawaambie yatima hadeki. Yatima hadeki. Na maswali mengi haya yanakuja na hii sintofahamu kutokana na kile kitu ambacho kimeendelea kujitokeza kutoka kwenye Machi 8 tunazungumza hadi hivi sasa. Ndio maswali yakaja, kwa nini ni sasa waamuzi kutoka nje? Dabi zimekuwa nyingi sana zikichezwa, lakini kwa nini sasa? Ni kwa sababu ya hizi sintofahamu? Kuna namna mnataka kuridhishwa timu hizi mbili kubwa? Nyakati. Usiamini nyakati za nyuma zilizopita ndio nyakati hizi ambazo tupo. Na wala usiamini ni nyakati ambazo tunazokwenda nazo mbele zaidi. Maamuzi ya jambo huwa yanafanyika kwa sababu sisi Waislamu, maneno ya Mungu yalikuwa yanatemka, kuna tukio linatokea, maneno ya Mungu ndio yanafanyaje? Yanakwenda. Maana yake yanakwenda katika staili ya kusuruhisha. Sumana vizuri. Kuna aya moja Mwenyezi Mungu aliposema alam tara kaifa faara rabbuka, inamaanisha nini hiyo? Yani pale ile kundi la watu ambao na tembo walikuwa wanaongozana kwenda kubomoa Kaaba ambayo ilikuwa imeshajengwa kwa ajili watu kwenda kuabudu. Kaaba imeshajengwa, kundi ile la maasi limeshatokea, Mwenyezi Mungu anateremsha ndege wale na mawe yake wanakwenda kuwasambaratisha maadui. Maana yake kwamba ili lianze jambo, maana yake suluhu lazima ije. Kwa hiyo sababu ipo. Moja
moja ya sababu hakuna Mtanzania asiyefahamu kwa namna ambavyo dabi ya Simba na Yanga kilichotokea hapa. Na niwe mkweli tu, na niwe mwazi. Hii ni dabi ya pili kama endapo itakapokwenda kuchezeka hapo kesho. Kwa mwaka huu. Endapo itakapokwenda kuchezeka hapo kesho. Unanitia mashaka. Kesho mbali. Okay. Kwani kesho unapoona karibu wewe? Inaweza kutokea. Mungu akipitisha hapa uwezo wake dunia akichukua dabibu. Kisugu. Yes. Kodi nzito hiyo. Sijui umeelewa vizuri? Kuelewa. Maana yake kuna dabi ya kwanza ilipita. Kila mmoja alishuhudia. Tulipeleka lawama sana. Kwa ndugu yetu Ramadhani Kayoko. Yawezekana bodi ya ligi wamekaa kwa isikelele ngoja kwanza zishe. Kuna muda inawezekana Kayoko akawa sahihi, kuna muda inawezekana Nalajiga akawa sahihi. Kwa sababu sisi tu tunawafahamu na tuko nao karibu, tukaamua kuwapeleka lawama kwa sababu tunawajua. Kuna muda mwingine lawama zinakuja kwa sababu mtu tunamjua. Nenda kaambia yatima Adeki. Yatima Adeki. Yatima Adeki. Nani Kisugu? Wewe nenda kaambie tu yatima Adeki. Sawa, umezungumza vizuri na umepokea vizuri hili jambo. Tunaelekea Kariakoo Derby yenyewe ambayo kila mmoja amesubiri kwa hamu kubwa. Amezungumza jana afisa habari wa Young Africans Ali Kamwe na kusema kwamba wao wako tayari na advantage walionayo wao ni wanahitaji sare ama ushindi kuweza kuondoka na ubingwa msimu huu tofauti na nyie Simba. Hebu tulitazame hii scenario ambao wako nayo Yanga na nyie mko nayo ambao nyie mnachohitaji ni alama 3 tu, sio kingine. Siwezi kumsemea Ali ila niseme kauli moja tu. Salome, katika hicho nitafute kesho tuzungumze. Maana mimi naamini kesho mbali. Kesho nikutafute. Mimi naamini kesho mbali. Nikutafute baada ya dabi ama vipi? Maana kesho ndo tarehe yenyewe ya dabi. Muda wote utakaopanga kunitafuta lakini iwe kesho. Kwa sababu kesho mbali. Mbona unanipa mashaka? Hii dabi ipo kweli? Nasema hivi. Bodi ya ligi. Kwenye msimamo wao dabi ipo haipo? Ipo dabi. Na ndio maana wameamua kuleta waamuzi. Wakikusudia kwamba dabi ipo. Mimi unanihoji nasema wacha tuamke kwa sababu naamini kesho ipo. Mbali. Alafu hapo Kisugu kuna watu wameanza kutoa taarifa ni kama wanawasemea nyie, wanasema za ndani kwamba mmepanga kupeleka kikosi ambacho ni wale vijana wadogo tena ni 8 tu uwanjani. Lina ukweli hili jambo? No comment Salome. No comment. Kwa nini no comment Kisugu? No comment. Ni jambo ambalo liko nje ya uwezo wangu. Ni jambo ambalo mimi naamini Mwalimu Fadlu atakaa na technical bench lake, lakini niseme tu kesho mbali. Tathmini yako kuelekea huu mchezo mimi natamani kuisikia. Kwa nini hutaki kuizungumzia tathmini yenyewe ya mchezo? Unajua nazungumza kitu kimoja, lazima nikiri kwamba Simba na Yanga haijawahi kuwa mechi nyepesi. Katika miaka yote ambayo toka mimi mechi ya Simba na Yanga niweze kuzijua, toka 1983 nafuatilia dabi za nchi hii. Dabi haijawahi kuwa nyepesi. Lakini nizungumze tu lugha nyepesi Salome. Kesho mbali. Unanimaliza maneno Kisugu. Kesho mbali. Kesho mbali Salome. Kesho mbali. Yes. Majibu tunayapata leo ama kesho yenyewe? Ngoja Mwenyezi Mungu atuamshe salama na afya njema tutajua, lakini naamini kwamba kesho mbali. Na mimi kesho nikutafute. Inshallah. Tuombe Mwenyezi Mungu atuamshe salama, lakini ukae kujua yatima Adeki. Yatima Adeki. Natamani unifumbue hichi kifumbo cha yatima Adeki. Ni mfano wa nani huyo yatima? Ni lugha tu Salome. Wewe baki na hiyo, jua kesho mbali, lakini beba ujumbe kwamba yatima Adeki. Tunalimaliza hilo au kuna chochote unachotamani kumalizia ambacho hata sija kuuliza? Yaani sintofahamu hizi ambazo zinaendelea, chochote ambacho unatamani kukishare pia? Kubwa niwaambie tu, tunashukuru sana waandishi wa habari, mmekuwa mnatoa ushirikiano mkubwa katika mpira wetu. Lakini pia nimshukuru sana dada yangu Mama Doris wa DMY, ni mtu mmoja makini, ni mtu ambaye muda mwingi ananipigia simu, ananishauri vitu vingi sana, amekuwa muhimili mkubwa sana mimi kwangu. Naamini kwamba ni mtu ambaye amenifikisha hapa ambapo nilikofika. Lakini pia niwashukuru sana ndugu zangu, rafiki zangu, watu wangu wa karibu, watu wa Simba makini, ndugu yangu Gwaruma. Lakini mwambie tu Gwaruma akae akijua na akumbuke wakati alipokuwa mdogo kuna lugha alisikia kutoka kwa wazee wetu kwamba yatima Adeki. Asante sana. Asante na washukuru.
Huyu ni Mikoi Kisugu, shabiki na mwanachama wa Simba. Tumezungumza naye, kubwa zaidi ni hii sintofahamu ambayo imetokea hapo jana. Taarifa kutoka TFF, waamuzi kutoka Misri ndio wamekuja kuiamua Kariakoo Derby. Lakini kubwa zaidi, kila mmoja amekuwa na maoni yake. Wako ambao wameipokea kwa furaha, lakini wapo ambao bado wana maswali. Kwa nini ni waamuzi kutoka Misri? Je, waamuzi kutoka Tanzania hawatoshi kwenye hili, ama ni Simba na Yanga zinachangia yote kutokea? Wapo ambao wametoka hadharani na kuuliza kanuni ipi imeweza kutumika kwenye hili. Kila mmoja amekuwa na mtazamo wake, na mtazamo wa Mikoi Kisugu, yeye amelipokea hili kwa uzuri kabisa na anasema tusubiri tuone. Lakini kingine ni sintofahamu ya kauli yake kuhusiana na Kariakoo Derby. Maswali, je, derby itakuwepo ama haitakuwepo? Tunasubiri kuona nini hasa kitenda kutokea tarehe 25. Mungu atujalie uzima, mimi na mtazamaji wa Mtanange TV, ili kujua zaidi derby itapigwa ama kipengele kitaweza kupatikana. Langu jina ni Salome Naftari, nyuma kamera ni Ken Junior, na wewe tuambie maoni yako, ujio wa waamuzi kutoka Misri umelipokeaje kwa upande wako? Je, ni maamuzi sahihi kutoka bodi ya ligi ama sio sahihi? Hii pia inaleta taswira gani? Tujuze. Lakini asante kwa kuendelea kutufuatilia, lakini kubwa tu usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV na kushare na wengine zaidi.